tunamshukuru Mungu kwa sababu ametupa uzima. Ametupa kuwa ishara. Kwa hivyo tunayo kila sababu ya kuweza kumshukuru. Hakika. Hata nami nashukuru Mwenyezi Mungu maana ameniweka kuwa hai, kitu ambacho sio kawaida. Ni kweli. Tunaweza kufikiri ni kawaida lakini in the real sense haikui kawaida, sababu Mwenyezi Mungu ni kukupenda na kuwa amekupenda bure tu. Kabisa. Kupatia siku kama hii, siku ya kuweza kumwabudu. Ndio. Na ni vyema kabisa kuweza kumwabudu kwa kweli na kwa roho. Ndio. Karibu sana mtumishi. Asante sana. Imekuwa ni muda. Ni kweli. Lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya meza kutupatanisha tena. Amen. Tuseme kwa mara tena. Ni kweli. Kwa hivyo nitakusihi uweze nikuomba au nikushukuru. Nikushukuru na kuomba. Kuna kushukuru na kuna kuomba. Ndio. Ni vitu tofauti. Kwa hivyo sisi tumuombe na tushukuru na tumuombe. Sisi kwanza ni kumshukuru. Kuomba ni mambo mengine. Mahitaji. Ndio. Lakini before tuingie kwa mahitaji, before tuingie kwa mambo yetu, ndio tunamshukuru Mungu. Tunamshukuru kwanza. Tuna utukuza ufalme wake. Kwa sababu hiyo ndio desturi, ndio kanuni na ndio amri ya kufanya sisi, na ndio sababu sisi wenyewe akatuumba. Ndio. Hakutuumba sababu ya tumuombe. Alituumba tumuabudu. Ni kuabudu. Tumshukuru. Hilo ndilo lilikuwa linanipotea, kumwabudu. Kumwabudu. Ndio. Asante sana. Kwa hiyo tufanye hiyo mtumishi. Sawa. Na tunapoomba nataka kusoma tu mstari mmoja katika kitabu cha Yona. Yona pale 2. Yona 2 mstari wa 9. Yona 2 mstari wa 9. Biblia inasema hivi: lakini mimi nitakutolea sadaka kwa sauti ya shukrani. Nitaziondoa nadhiri zangu. Wokovu utoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Huyu ni Yona nabii, anasema kwamba yeye atamtolea Bwana sadaka kwa sauti ya shukrani. Nitaziondoa nadhiri zangu, wokovu utoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ningetaka tukapate kumwabudu Mungu kwa kuomba. Baba, katika jina la Yesu, asante mwana wa Mungu, wewe uishie mfalme. Tumekuja kwako kutoa sadaka za shukurani kwa sauti, kwa maana kwanza wokovu unatoka kwako. Kwa maana Baba umetubariki na muujiza wa wokovu, kutuokoa roho na nafsi na mili yetu, hata Bwana kutuhifadhi katika uso wa ulimwengu huu. Hata Baba kwa hii madhabahu Bwana ya hekima, Baba tunakutukuza tukisema ni asante kwa sababu ya mwanga na nuru yako ambao Bwana umezidi kuiangazia na kibali na neema, katika jina la Yesu Kristo. Wiki mzima Bwana umekuwa pamoja nasi, hata Baba na wasikilizaji. Baba tunasema ni asante. Pokea sifa zote kwa sababu ya watumishi na wote wa huduma, waimbaji, hata Baba wachezaji wa vinanda, zumari, hata na aina zote za ngoma. Baba tunasema ni asante tunapojiunganisha na mbingu. Baba Mungu wangu ishie mfalme, kwa kutupa uwezo na mamlaka ya kusonga mbele zako katika hii madhabahu. Bwana tunasema ni asante, hata Baba kwa sababu ya ndugu Amara, hata na mtumishi wako Yakobo. Baba tuko mbele zako asubuhi ya leo. Baba tunasema tu ni asante, wewe unayetusamea dhambi zetu, unayetuganga majeraha tulio nayo. Bwana tunasema ni asante, uliyetupa ubuheri hata afya. Asante kwa kutuponya. Asante Bwana, wengi wameondoka katika uso wa ulimwengu huu kabla hawajatoa nadhiri zao, kabla Bwana hawajatoa sadaka zao za shukurani kwa sauti, bali Bwana tunasonga mbele zako kwa sauti kusema ni asante, kwa maana Bwana umetuhifadhi. Baba umetukirimikia uzima, na ni kwa Yesu Kristo Baba tumeomba na tumeshukuru. Amen. 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 Ni kipi ambacho mtumishi unatushirikisha? Au ujumbe? Ule ujumbe Mungu amenipatia asubuhi ya leo ni kuhusu ishara na maajabu. Ni sehemu ambao watu wa Mungu hawajui kama ina exist. Kwa wazungu wanasema hivyo. Ndiyo. Ama ni jambo ambalo liko miongoni mwetu. Na ni vizuri sana tukatambue ishara na maajabu ni sehemu. Nika sehemu tu
Kwa Mungu tu anaona ni kitu kadogo sana, lakini ni jambo kubwa sana kwetu kutembea tukiwa tumejazwa na ishara na maajabu. Ndio. Asante sana. Kuna wimbo hapa ambao natumai kwamba utakubariki. Ndio. Alafu nitakuwa nakaribisha mtumishi ukaweze, huwa ni chakula cha kiroho. Amen. Ambacho utakuwa unatulisha. Ndio. Yona akameza akamsatu bageni. Tajaninya bana Sudah kau sini Nijilia bana Nijilia bana Nijilia wachache Nijilia kaburi Wanasema kwamba wengi ni kama Yona. Amen. Tumeitwa na Mwenyezi Mungu tupeleke Injili, lakini sisi tunaenda kando. Kweli. Tunachukua njia zetu wenyewe.
lakini Mwenyezi Mungu ni nani? Anakurejesha tu. Anakurejesha. Anakuchuna kidogo tu kuambia hakuna kitu kinaweza mshinda Mungu. Hakuna hata kidogo. Kabisa. Asante sana mtumishi. Nafikiri nitachukua nafasi kuweza kukaribisha. Ndio. Ukaweze kutupatia neno lake Mwenyezi Mungu. Msikilizaji, andamana nasi kipindi kikiwa ni ibada. Inakuwa ibada ya Bwana. Nakwambia popote ulipo, tumekuja katika anga hizi na kusudi la kuweza kukuwasilishia kile ambacho Mwenyezi Mungu ameweza kutuandalia. Tunakuwa mfereji tu. Ndio. Kwa hivyo kuna kitu kizuri ambacho Mwenyezi Mungu ameweza kutuandalia. Amen. Unaweza kusema nasi kwa 0701709596. 0701709596. Tunaweza kuzungumza. Leta arafa kwako iwapo pia una kifungu ambacho ungependa tuweze kujifunza neno lake Mwenyezi Mungu. Unaweza kutuma arafa au pia vile tutakuwa tunazungumza. Baadaye tutakuwa tunaweka line za kwetu wazi ndipo tukaweze kushiriki pamoja naye. Ni Vincent Amara nikiwa nimeunganika na mtumishi ni Yakobo ama Yakobo. Jemo. Ni James. Sio Jimmy. Ama Yakobo. Mwingine anasema Jimmy. Ni Jimmy. Unajua siku hizi kizungu imeenda sana. Hata nilisikia mwingine akiniita Vini. Hata mwingine nilisikia akiitwa Paula. Paula. Kuna Paul, kuna Paula. Mimi nimezoea Vincent. Sasa nikasikia mwingine anaitwa Vini. Unajua ni tofauti tu ya kabila na katika maumbile. Kuna watu wako Russia, kuna watu wako Europa, kuna watu wako Amerika, kuna watu wako China, lakini ni lile jina tu utalipata tu limeandikwa kama Catherine. Catherine wanaandika na K, huku kwetu tunaandika na C. Ndio. Ni majina tu lakini tu ni kidogo tu lile tu jina. Tunapindua kidogo tu. Tunapindua kidogo ndio unasikia kwa Kiswahili wanaita Yakobo. Yakobo ndio. Yakobo. Mimi langu na huyu sio ule Jacob. Ni tofauti na Jacob na Yakobo. Na Yakobo. Ni kweli. Watu wawili tofauti. Hao ni watu wawili tofauti. Kwa hivyo mtumishi, ndio. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana msikilizaji kwa hiki kipindi cha hekima. Nasikia kumshukuru Mungu kwa sababu ya Mungu kupea nafasi ya kusonga karibu, na tunawasalimia kutoka hapa Hekima FM katika jina la Yesu. Kwako ni mchungaji James Mutisia kutoka Ark Covenant Praise Chapel Pentecostal Worship Ministries. Nasikia kumshukuru Mungu kwa sababu ya neno la asubuhi ya leo, na kuletea tu neno la asubuhi ya leo. Kuwa tayari kwa dakika kama 20-25 pale tutakuwa tunamalizia. Najua baada ibada hii hautakuwa vile tena kama Yona. Bwana Yesu asifiwe sana. Ningetaka tukapate kuangalia neno la Mungu kutoka kitabu cha Isaiah 8:18. Isaiah 8:18. Isaiah 8:18. Biblia inasema hivi. Tasoma kwa Kiswahili. Biblia inasema hivi, Isaiah 8:18. Naomba tukasome pamoja. Kama uko na Biblia yako naomba ukaifungue. Biblia inasema hivi: angalieni mimi na watoto hawa niliopewa na Bwana, tu ishara na ajabu katika Israeli, zitokazo kwa Bwana wa majeshi, yeye akaaye katika mlima Sayoni. Angalieni mimi na watoto hawa niliopewa na Bwana, tu ishara na ajabu katika Israeli, zitokazo kwa Bwana wa majeshi, yeye akaaye katika mlima Sayoni. Naomba tukaombe kwa sababu ya neno. Baba, katika jina la Yesu, nasema asante kwa sababu ya pumzi ya neno lako ambalo Bwana linatoka na kuanguka katika Baba mchanga ambao Mungu umeutayarisha kupanda kwa sababu ya hili neno likapate kukua na likaote na likamee. Katika jina la Yesu Kristo, Baba, tumeomba na tumeamini. Sema amina. Amen. Ili ndilo neno Bwana ambalo amenipatia asubuhi ya leo, ya kwamba sisi tuwa ishara na maajabu. Ndicho kichwa cha ujumbe wa asubuhi ya leo. We are of signs and wonders. Bwana Yesu asifiwe sana. Maybe unauliza sign ni nini? Ishara ni nini? Ishara ni nini na maajabu ni nini? Maybe hujawahi jua kwamba wewe ni wa ishara na wewe ni wa maajabu. Vipajani vya Mungu Bwana sisi ametuweka kuwa ni watoto wake ambao wamezaliwa na damu ya Yesu Kristo,
waliokombolewa, waliosafishwa, waliotakaswa, walioinuliwa, waliohifadhiwa katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni wa umuhimu, wewe ukapate kujua kwamba asubuhi ya leo wewe uko vipajani vya Bwana. Yeye ndiye mfinyanzi ambaye ametufinyanga. Yeye ndiye anayetuumba upya baada ya siku. Sisi tunakuwa upya kama venye sura ya nchi. Wengi wametamani kuona siku ya leo lakini hawakuweza. Lakini Bwana amekuonyesha. Kuko na sehemu zinanyesha, kuko na sehemu ni jangwa, kuko na sehemu watu wa Mungu wanapitia mambo ambayo ni magumu sana mno. Hizo ndizo ishara na maajabu. Unaweza kuona kama hauko mahala ambapo ni pasawa, lakini hapo mahala ulipo, jua ya kwamba Mungu ndiye amesababisha ukue mahali hapo, na hapo mahali ulipo kuko na vyenye Mungu anastahili kukufanyia ni venye wewe haujui. Kama kuko na venye Mungu anastahili kukufanyia na tayari asha kutendea na tayari asha kuonyesha, amekufungua macho utanzame uone, lakini ni venye macho imefungika haiwezi kuona, ni venye akili imefungika haiwezi kufikiria, haiwezi kutambua majira ambayo unao yaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuwa unashangaa, kwa nini niyapitie haya? Kwa nini niko kwa haya? Kwa nini niko hapo mahali ulipo? Kwa nini mimi niko hapa nilipo? Kwa kukuletea neno, ni Bwana amesababisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mtu wa Mungu, wewe mahala hapo umelala, maybe uko kwa hospitali, maybe uko kwa hiyo gari inayosafiri, maybe uko kwa hiyo ndege, maybe uko kwa hiyo meli, maybe uko kwa ufuo wa bahari, maybe unaogelea, maybe uko kwa kisiwa, maybe wewe uko katika jangwa, maybe wewe uko msituni, maybe uko hapo mahali ambapo ni sokoni, maybe uko hapo kwa hiyo nyumba hautoki. Bwana Yesu asifiwe sana. Maybe uko kwa hiyo korokoro, maybe wewe ni mfungwa, maybe uko kwa hiyo ofisi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wewe uko kwa mpango maalum, divine purpose ya Mungu kuwepo mahala pale, na ndiposa tumekuja asubuhi ya leo. Haleluya. Na Mungu kunituma kuwa kwako mfereji wa neno la asubuhi ya leo, kukwambia kwamba wewe ni ishara, wewe ni ajabu. Haleluya. Mwimbaji akaimba akasema kwamba waajabu, wewe waajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ni waajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ni ishara. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana nimekuja kukwambia kwamba hapo mahali ulipo kuanzia siku ya leo, kama hujawahi jua leo. Haleluya. Na kuanzia leo utakuwa unatembea kwa ishara na maajabu baada ya ibada hii katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Huu ni nabii Isaya ambaye alikuwa anaona mambo mazito. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akiwa anatoa unabii, akawa anatoa unabii akisema kwamba sisi ni wa ishara na maajabu. Tangia siku hizo za nabii Isaya mpaka wa leo alikuwa anaona hiki kizazi, haleluya, kitapitia katikati ya ishara na maajabu, siku baada ya siku, mwezi baada ya mwezi, mwaka baada ya mwaka, dakika kwenda ile ingine, nukta kwenda ile nyingine. Haleluya, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuanzia leo jua wewe ni wa ishara na maajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa nini wewe hujatambua wewe ni wa ishara na maajabu? Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuwa wewe ni msomi, wewe ni profesa. Haleluya. Wewe ni profesa, wewe ni daktari. Haleluya. Wewe ni accountant, wewe ni manager, wewe ni mfanyabiashara, wewe ni mtu ambaye Bwana amekuongoza, wewe ni mtu ambaye Bwana amekutunukia kuwa hapo mahali wewe ulipo. Wewe ni landlord. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuwa kwa jangwa, unaweza kuwa unapitia mambo magumu, unaweza kuwa unapitia
mambo ya uzito fulani. Nakupa mfano, muujiza ambao sikuwa najua ni muujiza. Haleluya. Kuna wakati kulikuwa na njaa mingi sana kwa boma yetu, na nisijue, ndio nikapata kujua kwamba kukula pia ni muujiza. Tulikula maharagwe. Najua wengi wanapenda kuona mahindi imechanganywa na maharagwe ama imepikwa mukimo. Hicho kitu unaona ukikikula, ukikipewa ukule kila siku mpaka mwezi uishe, mpaka mfumo fulani uishe. Kulikuwa tu ni maharagwe imepatikana, na hiyo maharagwe hakuna mahindi. Tukawa tunapikiwa maharagwe kila saa, kila siku ni maharagwe, mpaka yakakuja yakasinya. Tunakula maharagwe. Ndio nikajua kwamba msimu wa maharagwe furahia, lakini kuko na wakati ambapo hiyo maharagwe unaweza kuikula mpaka uione sio kitu. Kuko na msimu mwingine unakuja ni wa mahindi tupu. Tunakula kitheri ama mahindi, tumechoma mahindi, tumechemsha mahindi, tumepika mahindi ambayo hayana maharagwe. Maharagwe kupatikana ni shida. Na hapo unakuta kwamba umekula mpaka mahindi imewasinya. Msimu mwingine ukakuja ikawa ni wa viazi. Tukakula vile viazi. Kwingine wengine wanatamani viazi. Viazi tunavikula lakini vikasinya. Msimu ukakuja kwamba hakuna maharagwe, hakuna mahindi, hakuna hivyo viazi, kumekauka. Ni mapera yako. Imagine umebeba kikapu cha mapera kuanzia asubuhi, mchana na jioni. Wewe unaishi kwa mapera. Haleluya. Hakuna kitu kingine inapatikana. Mpaka ukienda kwa choo ni mapera tu. Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Wakati msimu mwingine unakuja, unakuta hakuna hata hiyo mapera ipatikani. Ni plums. Mnakula plums tu peke yake. Hakuna kitu kingine inapatikana. Usiku mnalala kwa plums. Haleluya. Na hivyo nisijue kuna watu hata hiyo plums hawana. Hata maji hawana. Hata hiyo mapera hawana. Hata hiyo maharagwe hawana. Hata hiyo mahindi hawana. Wanaitamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema muujiza. Wakati mwingine Bwana akatulisha kwa mvua ya El Nino, kukiwa hakuna chochote. Tukawa tunaenda kule kwa mito, makabeji yamevurushwa huko na maji, mandizi, nduma, miwa, nyanya, vitunguu, mahindi, kila aina ya kila chakula kimetolewa huko kwa milima, kimeletwa huku kando ya ufuo. Tunaokota, tunakula. Sema ishara na maajabu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Labda uko kwa hiyo jangwa ama kwa hiyo boma, auoni lolote linaweza fanyika. There is something God is going to do today in the mighty name of Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Uko kwa hiyo kazi unaifanya, hakuna chochote unaona kinatokana kwa hiyo kazi, ni kulia. Asubuhi ya leo nimekuja nikwambie kuko na muujiza Bwana atautenda leo. Bwana Yesu asifiwe. Turn round about ya maisha yako asubuhi ya leo. Leo tuko mwisho wa mwezi wa 5. Kuko na kitu kimeanguka katika anga ya Kenya.
watu wanajiandaa kusherekea Madaraka Day. Kuko na kitu kimeanguka katika anga ya mchanga wa Kenya. Kuko na madaraka ambayo naweza sema ni wingu limetua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Uko mahali uliko korokoroni, kwa hilo jangwa ambalo wewe unaona huko, hata nyama umechinja mifugo, lakini unakula nyama mpaka zimekusinya, umekunywa supu imekusinya, yaani hata ukitembea unanuka tu nyama. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, sisi ni wa ishara na maajabu. Bwana Yesu asifiwe. Ninaona mtu wa Mungu ambaye alikuwa anaitwa Yona. Yona akatumwa na Mungu aende kwa mji ambao ulikuwa unaitwa Ninawi, na Yona akakataa, na Yona akakwepa kwa sababu ya ugumu wa mioyo ya kuona na macho na kuhukumu watu wa Ninawi. Akiwapelekea ujumbe wa kutubu, hawatatubu kwa sababu ni watu walikuwa na moyo mgumu. Mji wa Ninawi ulikuwa ni mji ambao watu wamemwacha Mungu, hawatambui kama kweli Mungu ni wa ishara na maajabu. Haleluya. Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Na Yona akawa anaomba, au watu ni heri Mungu akawaangamize. Kuko na watu wanaona ya kwamba wewe unastahili tu kuangamizwa. Kuko na watu wanaona hiyo jamii haistahili kuishi, huo mji haustahili kuwepo, unastahili kuondoshwa na ghadhabu ya Bwana. Naye Bwana asubuhi ya leo amenituma kwa huo mji, amenituma kwa hilo pango. Mungu amenituma asubuhi ya leo nikuletee ujumbe wa kusema kwamba yeye ni wa ishara na maajabu. Hayo mambo unaona hayawezekani, asubuhi ya leo nimekuja nikwambie, Bwana utakuwa unatembea kwa ishara na maajabu. Wewe ndugu utakuwa unatembea kwa ishara na maajabu. Wewe mama utakuwa unatembea kwa ishara na maajabu. Wewe mfalme utakuwa unatembea kwa ishara na maajabu. Wewe manager utakuwa unatembea kwa ishara na maajabu. Wewe pilot utakuwa unatembea kwa ishara na maajabu. Daktari, wewe hapo unapohudumu utakuwa unahudumia watu kwa ishara na maajabu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mwalimu utakuwa unafundisha kwa ishara na maajabu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wewe mhandisi, wewe mkurugenzi, utakuwa unahudumia watu wa Mungu kwa ishara na maajabu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sio kwa akili zako. Wewe baba utakuwa unahudumia hiyo familia kwa ishara na maajabu, lakini sio kwa akili zako. Wewe mama utakuwa unahudumia watoto wako, watu wa jamii yako kwa sababu ya ishara na maajabu. Wewe ambaye uliyekuwa manager, wewe uliyekuwa mhandisi, wewe uliyekuwa treasurer, wewe uliyekuwa kwa hicho chama, wewe ni chamane, wewe ni Mungu amekuweka hapo katika jina la Yesu. Wewe komanda wa hilo amri jeshi la Mungu, utakuwa unawahudumia wa maaskari kwa ishara na maajabu. Wewe uliyekuwa mlinda lango, utakuwa unahudumu kwa hilo lango kwa ishara na maajabu katika jina la Yesu. Wewe uliyekuwa mchungaji, utahudumia watu wa Mungu kwa ishara na maajabu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yona akawa kwa tumbo la samaki siku 3, yani mchana na usiku. Akawa katika tumbo la samaki. Naomba tu tukaangalia hicho kitabu cha Yona 2 pale kuanzia 1 mpaka 9, lakini sitasoma yote, nitarukaruka.
Wacha nisome tu mstari wa kwanza na wa pili. Yona 2 kuanzia mstari wa kwanza. Ndipo Yona akamwomba Bwana Mungu wake katika tumbo la yule samaki, akasema, mstari wa pili, nalimlilia Bwana kwa sababu ya shida yangu, naye Bwana akaniitikia. Katika tumbo la kuzimu naliomba, nawe ukasikia sauti yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unaweza underline tu pale panaposema katika tumbo la kuzimu. Tumbo la kuzimu. Kuko na watu wako katika tumbo la kuzimu. Haleluya. Haleluya. Yani Sioli wako kwa lile tumbo. Wewe uko kwa tumbo la Sioli, uko kwa tumbo la kuzimu. Na maanisha nini kwa ufunuo? Yani uko kwa tumbo la dhiki, shida, matatizo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana amenituma kwako. Uko kwa sababu ya kutokumtii Bwana. Yona akamlilia Bwana. Usingojee kama Yona ukapate kuingia kwa hiyo shida. Hata kwa hiyo shida Bwana amekufanya hivyo ukapate kumkumbuka kwamba yeye ni wa ishara na maajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuko na mawimbi. Nikao nikiangalia mtu wa Mungu Yona akiwa katika bahari. Wale wako kule sehemu za Mombasa wanajua. Wale wako katika bahari ya Shamu wanajua. Wale wako hapo Tana wanajua maji na maanisha nini. Wakati maji yamekusomba, kuna kuanga na mawimbi makali, kuna kuanga na dhoruba. Wale wako kule jangwani mnanielewa. Ile cyclone ama kile kiupepo cha usulisuli kinainuanga vumbi. Hapo mahali hata ukipanda pale zimea kitu. Na mekuja kwako nikwambie, Bwana kama aishivyo ni wa ishara na maajabu. Na wewe ni wa ishara na maajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe uliye katika hilo bonde la uvuli wa mauti. Haleluya. 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 Hapo mahali hapakwangi chochote, kuna kuwa na kitu kuanzia leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Namuona mtumishi wa Mungu mwingine anaitwa Yoshua, akawa anazungumza na jua wakati alikuwa anapigana na Waamori pale. Yoshua 10 mstari wa kwanza kufika 15. Yoshua pale akapata kuona kwamba muda umeenda sana na jamaa wametulemea, na akaongea na Mungu, akazungumza na jua, na jua likasikia sauti kutoka kwa kinywa cha mtu wa Mungu Yoshua. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na jua likasimama na mwezi ukasimama, na pale Yoshua na majeshi kama ya komanda wa ilo jeshi wakapata kupambana. Haleluya. Kinagaubwaga, na wakapata kupambana. Haleluya, watu wa Mungu, na wakawashinda wale maadui pale kwa lile bonde. Haleluya. Haleluya. Wakawamalizia pale. Yoshua akazungumza na jua, nawe kama mtoto aliyezaliwa na aliyetambulikana katika ufalme wa Mungu, ambaye Bwana amekuandika kwa vipaja vyake, ambaye anakujua. Haleluya. Yeye anakuambia kwamba hiyo hali unaweza kuizungumzia kama Yoshua. Kama Yoshua anapozungumza na jua, kama Yoshua anapozungumza na mwezi, na mwezi ukasikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Oh my God and my Father, wewe ni sehemu ya hiyo jambo unalolipitia hapo mahala ulipo, katika jina la Yesu. Naona pia Bwana akizungumza, haleluya, na mtumishi Elijah, haleluya, akisema sasa hapa tu ni kukula na kunywa na kukufa. Anaona majaribu yamekuwa mengi. Wewe unaona majaribu yamekuwa mengi. Ninamuona Elijah, mtu wa Mungu, akiwa na lile vazi lake. Namuona huyu mtumishi wa Mungu, nabii Elijah. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati alipokufa na akapata kuoza na mifupa yake ikawa imebakia, kuna watu ambao walikuja pale Wafalme wa Pili 13
21. Ninaanza kupasoma mbio. Wacha tukasome hapo. Wafalme wa pili 13:21 inasema hivi. Naomba tukasome pamoja. 2 Kings 13:21 inasema hivi. Ikawa walipokuwa wakimzika mtu, angalia, waliona kikosi, wakamtupa. Wacha nirudie tena. Ikawa walipokuwa wakimzika mtu, angalia, waliona kikosi, wakamtupa yule mtu kaburini mwa Elisha. Mara yule maiti alipoigusa mifupa ya Elisha, alifufuka, akasimama kwa miguu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Waligusa mifupa ya Elisha, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu Elisha, haleluya, alipokea nguvu na uwezo kutoka kwa nabii Elijah. Na baada ya kuzikwa kwa Elisha, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Mifupa, watu wakija kuzika kwa makaburi, yule jamaa akaangukia mifupa ya Elisha, mtu wa Mungu. Yule mtu walishangaa akiwa tena mzima na akafufuka tena. Bwana Yesu asifiwe. So shall it be to you in the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe utakapokufa, ukiamini asubuhi ya leo, hiyo mifupa yako inaweza fufua mtu. Hayo mavazi unayoyavalia yanaweza ponya mtu. Hicho kivuli ulicho nacho kinaweza ponya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kama Petro, kama Paulo, Matendo ya Mitume 19:12. Vitambaa na nguo ziliponya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Je, kwako ni vipi? Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akasema hivi, tukiamini, pale Yohana 14:12, tukiamini huyu Yesu, haleluya, we will do greater things than those who believed there before. Yale matendo Yesu alikuwa akiyafanya. Alifufua Lazaro. Bwana Yesu asifiwe sana. Akatenda miujiza, akalisha watu 5,000 kwa samaki 2 na mikate 5. Yesu akatuambia kwamba John 14:12, tukiamini tutatenda mambo makubwa kuliko hayo aliyoyatenda. Tutatenda mambo makubwa kuliko yale Paulo aliyoyatenda. Tutatenda mambo makubwa kuliko yale manabii wa kale walioyatenda. Tutatenda mambo makubwa kuliko vyenye samaki alimeza Yona, akakaa for 3 nights and 3 days inside the belly of a fish. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na samaki akamtapika pale kwa ufuo wa bahari. Na muona venye alivyokuwa Yona, mtu wa Mungu, baada ya kutapikwa. Na huyu samaki akiwa pale kwa ufuo wa bahari wa Nineve. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Watu, kama mnajua, matapiko yananuka, yako na harufu chafu. Nakumbuka uni samaki yako ndani ya bahari, anakula kila aina ya kitu chochote. Yale matapiko, akiwa amefunikwa na ule uteute wa manyama ya zile vitu yule samaki alikuwa amekula, alikuwa ananuka sana.
Na alipotapikwa, naona watu wakisongelea, naona watu wakisema Kama umewaingia kule mochari, watu wanakuanga na harufu. Kama umewahi karibia mahali kunaitwa dumping, kuna harufu. Hata unaweza funika, hata wacha hiyo. Kuko na watu wananyamba harufu ya muozo. Nauliza, hilo tumbo limekuwa kama choo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pale watu wakaamini ya kwamba kama huyu ni mtu amekaa ndani ya samaki, na wao ndio walimtupa huko, na samaki amemtapika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Mungu akazungumza na Yona tena, akaanza kuongea na watu wa Ninawi, wakatubu. Mpaka mfalme akapiga magoti, akaanza kutubu, akavalia magunia. Ng'ombe na mifugo pia na wao hawakupewa chakula wala maji. Watu wote wakalazimika kutubu, wakamrudia Bwana. Nawe mtu wa Mungu, haleluya, kuko na vitu unastahili kujifunza hapa. Apart from what you have graduated, kuna graduation umefanya. Maybe umefanya graduation ya medicine. Maybe umefanya graduation kwa hicho chuo ambacho umekuwa ukisomea cha ufundi. Wewe ni makanika, wewe ni architecture, wewe ni mchoraji, wewe ni daktari, unauguza watu. Labda uko kwa mission ambayo Bwana akukutuma. Kuko na kitu ambacho ni peculiar zaidi, kinaitwa ordination. Haleluya, watu wa Mungu. Mimi nilisomea accountant, nikawa najisomesha pia, natia juhudi sana nisome nihitimu kuwa accountant. Litamani kuwa wakili, sikupata mtu wa kunishika mkono. Nikapata mtu wa kunishika mkono, nikaingia shuleni kujifunza kuwa accountant pale Mombasa Technical Training Institute. Nikaenda Memon College kujifunza mambo ya accountant. Lakini kumbe Mungu hakuwa anataka nikapate kuwa hicho kitu. Nami nikawa nafukuzana, nikahitimu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ule nilikuwa nafanya kazi ya askari. Wakati huo nikaenda nikafanya kazi ya ubaharia pale Mombasa, Tamarin, Daus. Tunabeba wazungu pale kwa bahari. Na nikawa pale kwa hiyo bahari, nikawa namuomba Mungu. Nikawa namuomba Mungu anisaidie sana, nikapate kumaliza masomo yangu ya accountant, niajiriwa kuwa accountant. Ninatia bidii, lakini Bwana akanituma nikapate kuhubiria watu wa Mungu. Nilikuwa nimekataa kuhubiria watu wa Mungu. Nawe mtu wa Mungu, unaweza kuwa wewe umegraduate, umekuwa wakili, umekuwa lawyer, umekuwa hakimu, umekuwa manager, lakini Bwana aja kuordain. Ni vizuri ukapate kujua the mission, the divine purpose yako katika uso ulimwengu. Ndio maana hautembei na ishara, ndio maana unaenda ukilialia. Ndio hapo mahali ulipo unaona kama Mungu alikuacha. Come back to your senses. Hallelujah, haleluya. Na ukapate kujua kwamba wewe ni wa ishara na maajabu, na Mungu ndio akafungue, haleluya, hayo mazingara. Na ndio Mungu akafungue hiyo anga, utembelee ishara na maajabu. Unastahili ukajiunganishe na mbingu, ukajue ordination. What are you ordained for at this planet Earth? Haleluya, haleluya. Imagine sasa ningekuwa mimi accountant,
nani angehubiri leo? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nani angekufikia? Imagine kama Yona angekuwa ordained akapate kupeleka ujumbe Ninawi. Watu wa Ninawi wangefanya nini? Na Ninawi ni mji ambao ulikuwa unahitaji Mungu. Walipoona hiyo ishara, haleluya, wakapata kujua kweli Mungu aliye hai yuko na ni wa ishara na maajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nami nimekuja kukwambia kwamba wewe uliye kwa hiyo korokoro, Mungu ni wa ishara na maajabu. Wewe uliofutwa hiyo kazi, hebu jirudi, jiite kama mkutano. Na nimekuja nikwambia kwamba ishara na maajabu ni sehemu yako katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Watu wa Mungu, kuko na levels unastahili kuzitembelea, kuko na anga unastahili kuzitembelea za ishara na maajabu. Na hii ishara na maajabu ni wakati unaingia katika intimacy yako na Mungu, ukapate kukubali na kutii, na wewe unaingia katika hiyo anga ya ishara na maajabu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amri jeshi Yoshua akapata kugundua he is ordained to deliver the children of Israel. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akapigana na hao watu, Bwana Yesu asifiwe sana, Waamori, na wakawashinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Look up here. Kuna mtu anaitwa Musa pia akapata kujua kwamba yeye sio Egypt, yeye sio Misri, yeye sio mchungaji, yeye aliitwa kuongoza watu wa Mungu wa Israeli kutoka nchi ya Misri kwenda Kanani. Haleluya, haleluya. Raba zakatala baba la baba 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 raba zeketele bebeli katala baba. Bwana Yesu asifiwe. Ninamuona mtu wa Mungu anaitwa Musa pale katikati, anaona bahari ndio hii. Bwana Yesu asifiwe sana. In the book of Exodus, haleluya, 14 pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye alikuwa mtu wa namna gani? He was immortal. Alikuwa ni mtu ambaye sio wa kawaida. Akatokelezea, na baada ya kusumbuliwa na Farao, baada ya kumpea ishara mingi kwa Farao, akiwa na ile fimbo, akamwambia now enough is enough. Hallelujah. Farao, you will never see me again. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ninaona mtu wa Mungu hapa anamwambia mtu fulani, anazungumzia hiyo hali. Hiyo hali haitakuona tena katika jina la Yesu. Huyo mfalme amekuweka katika hilo tumbo la kuzimu, hata kuona tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo korokoro umefungiwa ukiwa peke yako, haitakuona tena ukimwaminia Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wewe hakimu, usijue utatoa hukumu namna gani. Haleluya. Ukimwaminia Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Wewe polisi, wewe askari, ukimwaminia Yesu asubuhi ya leo, wewe komanda, ukimwaminia Yesu asubuhi ya leo, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo hali hautaiona tena. Utatembelea ishara na maajabu katika jina la Yesu. Wewe mama uliye mahali hapo kwa hiyo soko, wewe mfanyabiashara, ukimwaminia Yesu asubuhi ya leo, ishara na maajabu zitakufuata, zitakuwa sehemu yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ishara hautazifuata, zitakufuata. Nasema hautazifuata. Watu wameacha kanisa, wanafukuzana na ishara. Watu wameacha kudumu kwa Mungu, wanafukuzana na ishara na maajabu. Nimekuja nikwambia kwamba ishara na maajabu imekuzunguka asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Ishara zimekuzunguka. Musa akamwambia Farao, hautaniona tena, na hakumuona tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Musa kwa ile fimbo akapitisha watu mamilioni
akiwa na jeshi kubwa la wana wa Israeli, wakapitia katikati ya bahari ya Shamu. Hata Farao afunguki macho ajue. Na baada ya kuvuka katika hiyo bahari ya Shamu, mwenye alikuwa anaelewa tu deep sea rules ama sheria za kukos bahari kufunguka, na watu mamilioni, watoto, wamama wajawazito, wazee wakongwe, vishushu, watu wakubwa, wakapitishwa na Musa katika bahari ya Shamu. Kwa hiyo ishara, watu wakaamini ya kwamba Mungu yuko. Na baada ya kuvuka, wakaona majeshi ya Farao wakielea juu ya maji, wakaona magari ya moto, wakaona mabunduki, wakaona mamishale, wakaona ndege za vita zikiwa zinaelea juu ya maji. Raba zakatala baba la baba 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 baba, chochote ambacho harebezeketele bebelika. Najua kwamba asubuhi ya leo ninasikia kuna mtu anabadilisha historia yake, kwa kama venye Mungu amekumbuka katika kuandika maagano ya siku ya leo tunaposherehekea Madaraka Day. Najua kwamba kuna mtu atakumbuka siku ya leo, siku ya leo, siku ya maagano yetu na Mungu, ya ishara na maajabu kuyatembelea. Pokea hiyo nguvu, pokea hiyo neema katika jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Ninapomalizia, Bwana Yesu asifiwe sana. Ninapomalizia, naomba ukapata kujiuliza ile hekima ulio nayo. Tulikuwa na mtu aliyekuwa na hekima kama Samsoni. Yale maarifa ulio nayo, ile nguvu ulio nayo, Bwana Yesu asifiwe. Najua uko na uwezo fulani. Najua hakimu ako na uwezo wa kuachilia mshtakiwa aende akuwe huru. Najua baba ako na mamlaka kwa hiyo boma. Bwana Yesu asifiwe. Wewe wa pekee, Bwana amekuchagua. Kwa hiyo hali ulio nayo, kwa hiyo boma, kwa hilo jangwa, kwa hiyo biashara, kwa hiyo nchi, wewe ni mfalme, wewe ni rais. Bwana amekupa mamlaka na uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya kutembea na ishara na maajabu. Na ndio ukatembea na ishara na maajabu, unastahili ukapate kujiunganisha na huyu Yesu. Yesu alikufa pale msalabani, akasema yote yamekwisha, kisha akakata roho. Baada ya siku 3 akafufuka. Aliteremka mpaka kuzimu. Kuzimu hakukuweza kumshikililia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Na baada ya siku 3 akafufuka. Inji ikawa inatetemeka, miamba ikapasuka. Bwana Yesu asifiwe sana. You have that power greater than that was with Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. Only if you believe in Jesus. Jesus has power. Bwana Yesu asifiwe sana. Na alituambia kwamba tutakapo tu muamini atatupa uwezo. John 3:16. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, posa muamini asipotee, mbali akapate kuwa na uzima wa milele. Mbali wale watu ambao hawajamuamini, hukumu iko juu yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Hukumu iko juu yako. Laana ziko juu yako. Ishara na maajabu hayaezi tendeka mpaka ukajiunganishe na huyu Yesu. Ninaomba msikilizaji,
Napomalizia, uko mahali hapo, unataka kuokoka, naomba useme tu nyuma yangu. Sema tu, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, nimesikia neno lako, nimekuwa mtoro kama Yona, nimekuwa katika tumbo hapa mahala nilipo la kuzimu, niko kwa tumbo la kuzimu, niko katika maroho ya makaburini, niko katika anga za kuzimu. Bwana, naomba uniokoe. Hapa nilipo hakuna msaada mwingine ila tu ni wewe. Naomba uniokoe. Futa majina yangu kwa kitabu cha hukumu, na uandike majina yangu kwa kitabu cha uzima wa milele. Amen. Sema amen. Amen. Naomba tukapate kuamini na tuombe na wewe. Baba, katika jina la Yesu, naombea huyo msikilizaji ambaye ameacha maisha yake kwako, ukapate kumuokoa. Na kuomba, Bwana, ukafute majina yake kwa kitabu cha hukumu, na ukamuandike kwa kitabu cha uzima wa milele. Na ni kwa Yesu Kristo, Baba, tumeomba na kuamini. Baba, nakuja tu tena mbele zako, napotaka kuomba na msikilizaji ambaye ameokoka na ametambua kwamba yeye ni wa ishara na maajabu, wamezaliwa upya kwa Kristo. Na mtu akisha kuokoka amekwisha kuwa kiumbe kipya. Bwana, ninakuomba, naomba nikapate kuomba na wewe msikilizaji, na Bwana atakuwa pamoja na wewe. Naomba tukapate kuomba. Baba, katika jina la Yesu, mwana wa Mungu ishie mfalme, ninaomba na msikilizaji asubuhi ya leo, Baba, ambaye amekuaminia na akaliamini neno lako la msalaba asubuhi ya leo. Jehova, sisi ni wa ishara na maajabu. Baba, ninakuomba Baba, mkono wako usiokuwa mfupi kufikia watoto wako. Baba, ishara na maajabu yakapate kuwa sehemu ya watoto wako kuanzia sasa, katika jina la Yesu Kristo. Baba, waliolala katika vitanda vya magonjwa, Baba, ambao hawakuwa na uwezo wa kuombea huo ugonjwa, iwe ni saratani, iwe ni kichwa, iwe ni mafua, Baba, ninatamka kukauka kwa kila kizuizi kinachozuia hizo ishara na maajabu katika jina la Yesu. Father, I pray signs and wonders to be part and portion, lifestyle ya watoto wako katika jina la Yesu. Waingiapo na watokapo, Bwana, wakashuhudia ishara na maajabu. Waingiapo kwa vyuo, waingiapo korokoroni, Baba, ninatamka uwepo wako ambao sio wa kawaida, wa ishara na maajabu katika jina la Yesu Kristo. I pray for that your touch in Jesus' name. Father, may you remember this nation of Kenya, this power to go with your children in the name of Jesus. As you surround our dear Africa, Father, I pray for your signs and wonders. Father, as you surround America, as you surround Europe, as you surround Russia, China and Australia, Father, I pray for your power of signs and wonders to go with your children in the name of Jesus. Thank you, Lord. I worship you and I adore you. Great they are things that we are going to do than you did. Father, we believe you. Wacha natamkia Bwana mavazi yao, Baba, mifupa yao, Baba, nyama zao, Baba, zikawe ni za ishara na maajabu. Mwana wa Mungu ishie mfalme, chochote watakachogusa,
Baba, kikawe ni cha ishara na maajabu. Wacha vivuli vyao wanaokuamini Bwana, Baba, vikawe ni vya ishara na maajabu. Maneno watakao yaongea yakapata kuwa ni ishara na maajabu. Baba, yote watakao fikiria Baba yakapata kuwa ni ishara na maajabu. Yote yatakuwa ya hekima yakapata kuwa ni ishara na maajabu. Katika jina la Yesu Kristo, Baba, nimeomba hata kuamini. Hebu mpe Bwana sadaka za makofi. Mwambie tu asante Yesu. Thank you Jesus. Na hapo ndio tumekuja kuwa na mwisho wa ujumbe wa siku ya leo. Kwako ni mchungaji James Mutisia from Ark Covenant Praise Chapel. Unaweza tutazama pia kwa YouTube Amara pale, Vincent Amara. Unaweza tupata pale. Hata kwa mtandao wa Facebook, Twitter unaweza tupata pale. Kwa Instagram utatupata pale. Ukienda kwa Vincent Amara utatupata pale, ama JM Mwia kwa Facebook utanipata pale, na Bwana atatubariki. Na kwa hayo machache, namba za simu ukitaka kunipata ni 0731 227 220, 0731 227 220. Ile ingine ni 0726 544 785, 0726 544 785. Na Mungu awabariki. Asante.